Kutoka kukomesha ugaidi hadi kulinda mipaka, FPS yatamba. Kwa zaidi ya miongo mitatu, huduma ya usalama wa taifa ya Urusi FPS imekuwa nguzo ya usalama wa taifa, ikitekeleza majukumu yake kwa ufanisi mkubwa, lakini kwa usiri mkubwa pia. Ikiwa kama mrithi wa KGB, FPS imekuwa ikihakikisha Urusi inalindwa dhidi ya vitisho vya ndani na nje, kuanzia ugaidi, ujasusi mpaka usalama wa mipaka. Vikosi maalum vya FPS vinaaminika kuwa miongoni mwa bora kabisa duniani. Vikosi hivi vilifanikiwa kusafisha maeneo ya Caucasus kaskazini dhidi ya magaidi waliokuwa wakilenga kuleta vurugu ndani ya Urusi. Baadaye FSB ilipeleka wataalamu wake nchini Syria kusaidia katika kupambana na vikundi vya kigaidi vilivyohatarisha usalama wa kanda hiyo. Kwa sasa wanajeshi wa FSB wako mstari wa mbele kuhakikisha Urusi inabaki salama dhidi ya mashambulizi ya kigaidi, hasa yanayoratibiwa kutoka nje ya nchi. Mbali na ugaidi, FPS pia inajivunia uwezo mkubwa wa kukusanya taarifa za usalama kutoka ndani na nje ya mipaka ya Urusi. Mfano wa karibuni ni tukio la Daniel Martinale, raia wa Marekani ambaye alidaiwa kutumia miaka miwili akipeleka uratibu wa kijeshi Ukraine kwa siri. Kwa mujibu wa mamlaka za Urusi, Martinale alihamishiwa kwa mafanikio hadi Urusi, hatua iliyotajwa kama ushindi wa kijasusi kwa FSB. Ingawa hawatangazi sana kwenye vyombo vya habari, ushawishi wa FSB unahisiwa kote katika ulinzi wa mipaka, mapambano dhidi ya ufisadi na ulinzi wa siri za taifa. Ushirikiano wao wa karibu na jeshi la Urusi na vyombo vingine vya usalama huifanya nchi kuwa ngome dhidi ya vitisho vya ndani na nje. Katika kipindi hiki cha misukosuko ya kimataifa, serikali ya Moscow inaonekana kuitegemea zaidi FSB kama chombo madhubuti cha kuhakikisha Urusi inabaki imara na huru. Kwa wengi, FSB inachukuliwa kuwa chombo muhimu katika harakati za kuifanya Urusi kuwa kubwa tena, si kwa maneno bali kwa vitendo vyenye uzito wa kitaifa. Hii ni Ripoti Media wa Express na mimi ni Hassan Magulumali.